Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazokuwa kwa kasi sana kiuchumi barani Afrika, ikitarajiwa kuongezeka kwa 6% ndani ya mwaka huu wa 2025. Na hii ni kutokana na uwekezaji mkubwa katika miundombinu. Hata hivyo, hadi kufikia Machi 19, 2025, thamani ya shilingi ya Tanzania imepungua kwa 8.9, ikiwa ndio sarafu inayofanya vibaya zaidi duniani. Na hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Bloomberg. Kupungua kwa thamani ya shilingi tangu Januari 2025 kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania kumesababishwa na kuongezeka kwa uagizaji wa bidhaa na huduma ambao umeongezeka kwa 5% hadi kufikia dola bilioni 16.9. Sekta ya viwanda, ujenzi pamoja na usafirishaji zimeongeza mahitaji ya fedha za kigeni na hivyo kuongeza shinikizo katika shilingi ya Tanzania. Miradi mikubwa ya miundombinu kama vile bomba la mafuta la Afrika Mashariki lenye thamani ya dola bilioni 5 na bandari ya kina ya Bagamoyo vinatarajiwa kuchochea ukuaji wa uchumi kwa muda mrefu. Hata hivyo, miradi hii pia inachangia ongezeko la deni la taifa ambalo limefikia dola bilioni 47.6, huku deni la nje likipanda hadi 11.5 sawa na dola bilioni 33.9 kufikia Januari 2025. Licha ya changamoto hizi, wataalamu wa masuala ya uchumi wanasema kwamba ikiwa serikali itasimamia vizuri deni la taifa, faida za muda mrefu za uwekezaji huu zinaweza kuimarisha thamani ya shilingi. Mahitaji ya dola yapo juu sana, hasa katika sekta ya mafuta, gesi, ujenzi pamoja na viwanda, hali inayoongeza shinikizo katika shilingi ya Tanzania. Sarafu ya Tanzania kwa sasa inauzwa kwa kiwango dhaifu sana tangu Novemba 2023, huku wataalamu wa uchumi wakitabiri kuwa inaweza kutofautiana kati ya shilingi 2620 na 2650 kwa muda wa kati. Ingawa miradi ya miundombinu ya Tanzania inaweza kuongeza ukuaji wa pato la taifa GDP, hali ya muda mfupi ya shilingi ya nchi inasalia kuwa ni ya kutatanisha, ikitarajiwa kushuka zaidi kuliko kupata nafuu. Mimi ni James Atirio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango.